Bwana msikilizaji, mambo yanazidi kupamba moto Bobby pamoja na Roy. Hivi hawa jamaa wana uhakika gani ya kwamba wale vijana waliowakamata ni wahalifu halisi wa tukio la mauaji ya makomando wa X waliokuwa wanamsafirisha Nasra? Wana uhakika gani hawa washikaji? Sasa karibu katika hii sehemu ya 9 tukapate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Mzigo mtamu umetayarishwa na kuandaliwa na Eda Zaria G Msulwa. Langu jina naitwa Anko J Simulizi. Bwana, karibu ndugu yangu. Sikia. Kamate ule pale. Mkamate na ule pale. Mwingine ule pale. Na yule kule akamatwa. Naam, Bobby alitoa maelekezo hayo ambayo nayo pia Roy aliyatoa, na watuhumiwa takribani kama 8 walikamatwa. Bobby akaagiza, hebu wapelekeni eneo la mahojiano, alafu vijana wengine warudisheni rumande. Kweli Bobby alizungumza hivyo huku akiongozana na askari waliokuwa wamewashikilia wahalifu hao 8. Inspector Nancy ilibidi aulize kwamba Bobby, ni kwa nini hawa vijana? Nancy, wewe subiri utaelewa. Kuna mbinu nyingi sana ambazo nyinyi hamzitumii, ila sisi tunazitumia kuweza kuwajua wahalifu. Hivyo kwa sasa tuachieni hii kazi si tuweze kuishughulikia. Roy alijibu huku wahalifu hao wakiingizwa kwenye chumba cha mateso, na Bobby akatoa maelekezo ya wahalifu hao wafungwe miguu yao, wakaning'inizwa kichwa chini miguu juu, ili kazi ya mahojiano iwe rahisi kwa wao kuweza kuifanya. Naam, Roy aliagiza wahalifu hao wamwagiwe maji katika mili yao, na askari hao walifanya hivyo. Bobby na Roy walivaa gloves mikononi mwao, walichukua pale mijeredi yenye miba, walianza kuwacharaza watuhumiwa wote 8 mijeledi hiyo. Mijeledi ambayo kila ilivyokuwa inatua kwenye miili ya hao wahalifu ilikuwa inaondoka na vipande vya minofu ya ngozi yao. Baada ya kipigo cha dakika kama 15 hivi, kipigo kitakatifu, Bobby akaagiza wamwagiwe maji yenye pilipili, maji yenye upupu, na askari wanaosaidiana nao kwenye chumba hicho walianza hiyo kazi ya kuanza kuwamwagia wahalifu hao maji yenye pilipili, maji yenye upupu. Ni kwa nini mmehusika kwenye uvamizi wa kigaidi? Roy alihoji huku akitazama namna walivyokuwa hawa vijana wanalia kwa maumivu makali mno. Na tunataka kujua bosi wenu ni nani aliyewatuma? Roy aliendelea kuhoji huku akiwa ameushika mjeledi mkono wake wa kulia. Yule pale mkuu, yule ndo anajua kila kitu, sisi unatuonea. Mtuhumiwa mmoja akamnyoshia kidole jamaa mwenye upara pamoja na ndevu. Bobby akaagiza, mfungueni yule. Bobby alizungumza na askari hao wakamfungua aliyekuwa amenyoshewa kidole, ikisemekana ndiyo mkuu wa hawa vijana waliokuwa wamekamatwa. Hebu tunaomba faili lake tafadhali. Askari mmoja alichambua mafaili 8 aliyokuwa ameyashika na akamkabidhi faili moja Bobby. Faili hilo Bobby akalifungua, akalisoma. Huyu kazi yake ni ustadhi, si ndio? Ndio mkuu, ndio. Bobby alipouliza hilo swali, askari mmoja alijibu,
na ndipo Bobby akatazama rekodi za mwanaume huyo ambaye kwa kifupi hana rekodi yoyote ile kihalifu. Kwa macho ya askari hapa ambao sio wazoefu, unaweza ukawadanganya, ila sisi tunajua kwamba wewe ni gaidi na unaongoza kundi la kigaidi. Kwa hiyo mzee wangu, na miaka hii 45 uliokuwa nayo, utakufa usiponipa majibu ya maswali yangu. Hata kama utaniua, Mungu atanilipia tu, mimi sio gaidi. Okay. Sawa, naona sasa unataka tubishane. Bobby alimkabidhi askari faili hilo na kisha akaangaza macho yake ndani ya eneo hilo. Akaona kulikuwa kuna kiti kimoja kilikuwa kimekatwa eneo la katikati, huku kukiwa kuna kiti cha chuma. Afande, naomba hicho. Nancy akakichukua kiti hicho na kumkabidhi Bobby. Bobby akamnyanyua jamaa huyo, akamkalisha kwenye hiki kiti na kisha alimfunga mikono yake nyuma ya hiko kiti. Alichukua mpira wa chuma wenye ukubwa wa kitenesi, akaifunga kwenye tambara moja gumu mno, na tambara hilo akalifunga na kamba. Ebu ichaneni hiyo suruali yake, abaki kama alivyozaliwa. Bobby alipotoa maagizo hayo, askari mmoja akaichana ile suruali na nguo ya ndani pia akaichana kwa kutumia mkasi. Bobby akasema, kwa hiyo wewe mzee wangu unasema wewe sio gaidi? Ndio, mimi sio gaidi, mnanionea. No, okay, sawa. Naam, kwa kutumia nguvu Bobby akarusha mpira huo chini ya kiti. Ule mpira ulienda ulipiga kwenye sehemu za siri za huyu mzee. Huyu mzee alipiga kelele, alipiga yowe lililowafanya vijana wake 8 wote washangae. Macho yaliwatoka hawa vijana wake. Bobby akamwambia, swali namba 1, silaha mlizoshambulia zipo wapi? Mimi sijui, alizungumza mzee huyo huku akilia. Bobby akarudi kupiga mpira huo kwenye sehemu zile zile za siri za mzee huyu, na mwanaume huyu aisee alilalamika mpaka Nancy mwenyewe alifumba macho kwa sababu kishindo kilisikika muli ndani. Bobby akarudia tena kumuuliza, zipo wapi silaha mlizozitumia? Bobby akarudia kwa mara ya 3 kupiga mpira huo pale pale kwenye sehemu za siri za mzee huyo. Maumivu makali aliyoyapata mwanaume huyo, alipiga kelele moja kubwa mno na pale pale akazima. Msaidizi wake huyu yuko wapi? Yule pale. Mhalifu aliyezungumza kwa mara ya kwanza alimnyoshia kijana mmoja kidole na kumfanya Bobby amtazame kwa sekunde kadhaa, na kisha alimtazama huyo kijana. Bobby akaagiza, mshusheni huyo kijana ambaye ni msaidizi wake. Kijana huyo alishushwa huku mwili wake ukiwa unavuja damu. Bobby akasema, nisikilize kijana, naamini mkuu wako hapa amekufundisha ujasiri mkubwa sana. Sasa tuone kati ya baba na mtoto nani ni jasiri. Afande, mlazeni huyo hapo juu ya meza na kisha mshikeni. Nahitaji madungu ya maji 5 yaliyojaa maji. Bobby alizungumza hivyo huku jasho likimwagika, na baada ya dakika 5 askari waliingia pale na madumu ya maji. Mwekeko kitambaa usoni mwake. Bobby aliamrisha hivyo na askari mmoja akampachika kitambaa kijana huyo uso mzima. Bobby alifungua dumu moja la maji, alianza kumwaga kijana huyo eneo la mdomoni mwake na kumfanya arushe miguu yake hewani, huku akishindwa kabisa kufukuta, kwani askari walikuwa wamemshikilia vizuri mno. Baada ya kama dakika 2 mpaka 3,
Bobby alisitisha hilo zoezi la kummwagia maji na kitambaa kikatolewa pale usoni mwake. Kijana huyo alijikuta anatema maji mengi mno huku anaweweseka. Bobby akamwambia kijana, utakufa, zungumza ukweli. Nitaongea. Okay, vizuri. Tuna kambi yetu kule Viti. Viti ndo wapi? Kule wilaya ya Lushoto. Endelea na kusikiliza. Tunawafundisha watu mazoezi ya kijeshi. Kwa hiyo nyinyi ni kundi la kigaidi na mnafanya kazi chini ya kundi gani? Mzee huyu ndiye anayejua, ila sisi kazi yetu sisi ni kuchukua vijana wa umri mdogo wasiokuwa na ajira, tunawapatia mafunzo ya kijeshi na tunawapa silaha na tulikuja Dar toka juzi, na kazi yetu ilikuwa kumkomboa kwanza bosi. Bosi wenu nani? Bata pamoja na mke wake. Naam. Hapo Bobby alitoa simu yake mfukoni na kumwonyesha video walivyokuwa wanawaua makomando wa shirika la X. Kwenye hii video hapa, nataka unionyeshe wewe hapo uko wapi? Mimi ni huyo hapa aliyevaa t-shirt nyeusi. Kwa hiyo hawa wote ni watu wenu, kikosi chenu? Ndio. Kwenye lile kundi la wahalifu, hamkumwacha mwingine? Naam. Kijana huyo akawatazama wenzake na alitingisha kichwa kimaanisha kwamba hawajaacha mtumiwa yeyote. Nisikilize kijana, nataka kujua mlikuja wangapi kuweza kuitekeleza mission ya uokoaji? Tulikuja wengi tu bro. Tulikuja kwa awamu tofauti. Mzee hapa ndo anajua. Mtindo mliokuja nao ni upi? Wapo walokuja kwa mafuso ya viazi na nyanya. Katikati ya ile mizigo ya kubebea nyanya tunaweka silaha na mabomu. Hivyo unakuta fuso limejaa nyanya, kwa ni ngumu kwa askari wa kawaida kukagua. Wengine wamekuja wana kama wanakwaya, na wengine kama wana madrasa, wengine wamekuja kama wasafirishaji maiti kwenye jeneza. Kumbe kwenye jeneza kuna silaha pia. Hizo ndio njia ambazo zimetumika kuja Dar bila kukamatwa wala kukaguliwa njiani. Nani aliwapatia ramani ya msafara wa Bata? Mzee huyu ndo anajua kila kitu. Afande, hebu mzindueni huyu mzee. Naam. Hapo Bobby alizungumza hivyo. Simu yake Bobby ilianza kuita. Alitoka ndani ya hiko chumba cha mateso, akaenda kuipokea simu yake. Habari za asubuhi Bobby. Salama tu Mheshimiwa Rais. Shikamoo. Marahaba. Nimepokea ripoti ya kwamba mpo hapo Mabatini. Ni kweli Mheshimiwa Rais. Kuna vitu tumevipata kwenye hili tukio na tunaendelea kulishughulikia kabla ya kuleta ripoti mezani kwako. Samahani sana Mheshimiwa Rais. No. Bobby, huna haja kuomba msamaha, kwa sababu hili jambo ni letu sote. Na mimi Bobby, nikwambia ukweli, nimefurahi kuona mmelitilia mkazo na mmelitilia msisitizo. Kwa hiyo mimi natoa maagizo kwa wale watu wetu kuendelea kufuatilia
kwa umakini kinachoendelea mpaka pale hili swala litakapokwisha, Bobby. Sawa Mheshimiwa Rais, nimekuelewa. Na Bobby, nikwambie kitu kimoja. Nimeona sio sahihi kuwakatisha kwenye swala ambalo mnajua chimbuko lake, na kadiri muda unavyozidi kwenda ndio madudu yanavyozidi kutokea. Hivyo chapeni kazi, pigeni kazi. Mimi niko pamoja na nyinyi, na asiwazuie mtu yeyote kwenye utekelezaji wenu wa majukumu ya kikazi. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Okay, sawa. Utakapohitaji msaada, hakikisha unanifahamisha moja kwa moja na muda wowote ule. Nitafanya hivyo Mheshimiwa. Haya, nashukuru. Naam, kweli simu ilikatwa na kumfanya Bobby airudishe simu mfukoni mwake. Bobby alirudi ndani hapo, alimkuta kiongozi wa kundi hilo la kigaidi akiwa ameshazinduliwa na dawa maalum ambayo humzindua mtu kwa haraka, mtu aliyezimia. Roy akauliza, "Oya, kambieni na watu wangapi nye?" Roy aliuliza huku akimtazama kijana huyo aliyekatwa jicho kali na huyo mzee wake wa pembeni. Kijana huyo alianza kutetemeka. Bobby akaingilia kati. Akasema, "Kijana, unamwogopa huyu mzee fala huyu?" Bobby alizungumza mara baada kuona kijana huyo sasa haongei chochote, na hii ni mara baada yule mzee kuzinduliwa. Bobby aliyezungumza hayo huku akichukua kipande kirefu cha chuma kigumu, alimtandika chuma cha mapaja mzee huyo na kumfanya atoe mguno mkali mno, huku mishipa ya mwili ikiwa imemsimama. "Nisikilize wewe mzee, sijui ni bro, sijui ni nani. Nikwambie kitu kimoja. Chezea kila sehemu, ila sio amani ya Watanzania tulioapa kiapo cha kuwalinda kwa maisha yetu. Hii sio nchi ya kigaidi, na hatutoi nafasi ya wapumbavu kama wewe ambao mnaingiza mambo ambayo ndani ya nchi hayapaswi kuweza kuingizwa. Nadhani umenielewa." Bobby aliyezungumza hayo huku akimtazama mzee huyo. "We mzee, kambi yako ina watu wangapi?" Mimi ni Weni tu, siwezi kusema chochote, ni Weni tu, alijibu kwa hasira mzee huyo huku akitema mate kwenye uso wa Bobby. Hapo ndipo taratibu Bobby aliyefuta mate ya huyo mzee akasimama, kwa sababu alikuwa ameinama mbele ya mtumiwa huyo. Bobby alitembea mpaka kwenye meza yenye vifaa vya kila aina vya kumpatia mtu mateso, na kisha akamsogelea mzee huyo. Alimshika mkono wake wa kushoto na kwa kutumia pliers akavuta kucha kidole gumba na kumfanya mtumia huyo apige kelele huku akifurukuta, ila kwa alivyofungwa alikuwa hana uwezo. Kwa kumwongezea maumivu, akambana kucha hiyo kwa pliers na kumfanya mtumia huyo kulia sana huku akiwa na haha. "Sikiliza mzee, kambi yako ina watu wangapi?" Akang'ata meno huku mishipa ya shingo ikimsimama na macho yakimtoka na kutawaliwa na wekundu wa hasira na maumivu. Bobby alizidi kuminya kidole hicho kilichokuwa kinamwaga damu. "Oya kaka, achana naye huyo mzee. Tutapata kila kitu kutoka kwa dogo hapa." Roy alizungumza hivyo huku akichukua kisu na kumsogelea kijana wa mzee huyo. Alikuwa ameshikiliwa na askari wanne, wawili wakiwa wamemshika miguu huku wawili wakiwa wamemshika mikono yake. Roy akasema, "Sikiliza kijana, nataka nikufanyie tohara kwa mara ya pili." Roy alizungumza kimasihala tu huku akiwa anaichana suruali wa huyo kijana na kumfanya yule mzee atokwe na macho, huku Bobby akimwachia kumbana kile kidole chake kwa kitu ambacho askari wote hawakutarajia kukiona. Walichukia tu kisu cha Roy kikizama ndani ya paja la kijana huyo na kumfanya kijana apige yoe huku akiwa analia vibaya mno. Roy akamwambia, "Dogo, tulia bwana." "Afande, shika mguu vizuri. Msimwachie, mkamateni vizuri." Roy alimkaripia askari aliyekuwa ameuachia mguu wa kijana huyo.
kijana ambaye alikuwa anapambana na maumivu makali mno. Unajua, Tanzania hakuna askari anayeuawa na mtu na damu yake isilipwe. Huo utakuwa ni upumbavu. Labda mkafanye kwenye nchi nyingine. Unanielewa dogo mpuzi? Roy siku zote amekuwa akizungumza kama utani, lakini anachokifanya ni userious. Hapo Roy anayezungumza hayo huku akichomoa kisu hiko na akakikita katikati ya paja hilo, eneo jingine kabisa. Alivyokikita kisu hiko kwenye paja la huyo kijana huyo alizidi kulia kwa maumivu makali mno. Roy alikichomoa kisu hiko na kisha akaelekea kwenye meza, akachukua pale msumeno, akarudi alipokuwa yule kijana. Kwa kutumia huo msumeno, alianza kukata paja alilokuwa amelichoma na kisu. Msimkate mguu wake. Mimi nitaongea ukweli wote. Mzee huyo alizungumza na kumfanya Roy kusitisha hilo zoezi. Hatuna muda wa kupoteza. Tunahitaji maelekezo. Sawa, mimi nasema kila kitu. Mzee huyu ambaye ndo kiongozi wa watumiwa hao alizungumza huku machozi yakimwagika. Ebu watoeni hao, watengeni na wengine. Bobby alizungumza na askari, wakawatoa wahalifu wote na wakabaki sasa Nancy, mkuu wa kituo, Bobby pamoja na Roy. Wasikiliza mzee, bila ya kukuvunjia heshima, haya mahojiano tutayaendesha sisi. Tafadhali tupishe. Bobby alimtazama Roy ambaye ndo aliyazungumza maneno hayo huku akimtazama mkuu wa kituo. Mkuu wa kituo akasema, sasa lakini mpo kwenye eneo langu la kazi, mnatakaje mimi nitoke? Sikiliza bwana, si atongei mara mbili. Hili swala halipo kipolisi tena. Uwe subiri, utapatiwa majibu. Na wewe Nancy pia unataka utupishe. Wakamtoa Nancy kwa aina hiyo ili kazi yake ya ziada isishtukiwe na askari wenzake, na mkuu wa kituo naye pia ilibidi akubali kutoka. Oe Roy, anza kurekodi. Bobby alizungumza hivyo na Roy alitoa simu yake mfukoni mwake akaanza kumrekodi huyu mzee. Oe, anza na jina lako. Mimi hapa naitwa Omari Mkwizu. Kazi yako? Mimi ni ustadhi na ni mwalimu wa madrasa. Kazi yako ya pili? Mimi ni kiongozi na kamanda wa kundi la Al-Shabaab Afrika Mashariki. Eneo ilipokuwa kambi yako, mkoa, wilaya na eneo pia utuambie. Naam, Bobby alihoji huku akimtazama huyo Sheikh Omar. Mimi nimetokea mkoani Tanga, wilaya ya Lushoto, katika mji wa Viti. Imeanzishwa lini? Miaka 10 huko nyuma. Kwa sasa una idadi ngapi ya wanajeshi? Wanajeshi waliohitimu na hadi sasa ni 10,200. Bobby alimtazama Roy, kwani idadi hiyo ni kubwa vibaya mno. Ni kubwa sana. Wapo wapi? Wengi wakishahitimu wanakwenda nchini Somalia kuendelea na operesheni nyingine. Na wasiohitimu? Idadi yao sifahamu. Unaweza kufahamu? Bado ni wadogo, tunawakuza kwenye mazingira ya mafunzo. Udhamini mnautolea wapi? Somalia. Mnapata msaada kwa kiasi gani? Kwa mwezi ni dola kama 1.5. Wow, ni biashara nzuri sana. Hivi unamfahamu huyu?
Naam, hapo Bobby alimwonyesha Sheikh Omar picha ya Nasra. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akasema, ndio, huyo namjua. Ni nani? Huyo ni bosi wetu, anetuletea kiasi hiko cha pesa na huwa kinachukuliwa kwenye benki yake. Kwa sasa unahisi atakuwa wapi? Naam, Sheikh Omar alikaa kimya huku akimtazama Bobby usoni mwake. Kwani hapo saizi ni saa ngapi? Sasa ni saa 4 kasoro dakika 10. Saa 7 anakwenda kufyatua bomu la nyuklia. Sijui ni wapi na sijui ni sehemu gani wamepanga kufyatua hilo bomu. Ila leo saa 7 mchana walipanga kuonyesha nguvu kubwa walionayo kundi la monsters. Naam, kauli ya Sheikh Omar ilimfanya Bobby na Roy kutazamana, kwani huo nao ulikuwa ni mtihani mwingine ambao upo mbele yao na wanapaswa kuhakikisha wanautegua haraka iwezekanavyo, na wana masaa 4 tu mbele kujua ni wapi Nasra anakwenda kulipua bomu hilo la nyuklia. We mzee, ina maana mmeingiza bomu la nyuklia ndani ya hii nchi? Roy alihoji huku macho akimtoka kwa mshangao. Ndio, na linakwenda kulipuliwa leo. Sheikh Omar alizungumza kwa kujiamini na kumfanya Bobby amtazame kwa sekunde kadhaa machoni mwake, na anachokizungumza alikuwa anakimaanisha kabisa. Bobby akampa ishara Roy ya kusitisha kurekodi video hiyo na akafanya hivyo. Bobby alisimama na wakasogea pembeni. Oe Roy, huyu mzee mbona kama yuko serious? Mbona kama anachokiongea hadanganyi? Mbona kama vile ni kweli? Bobby alizungumza kwa sauti ya kunongoneza huku Sheikh Omar akiwatazama, ila walikuwa wamempa mgongo, kitu kinachomfanya asione midomo yao. Roy akasema, oya bro, hata mimi naona hivyo mzee. Sasa sikiliza Bobby, hapa hatuna muda wa kupoteza kwenye hili. Inatupasa kufanya kila linalowezekana kulizuia hilo bomu la nyuklia. Roy, issue sio kulizuia bomu la nyuklia. Issue ni kwamba wapi lilipo bomu hilo na wapi linakwenda kulipuliwa. Huo ndo mtihani. I say, Bobby, hii taarifa tumpatie Mheshimiwa Rais haraka iwezekanavyo. Roy alishauri hivyo na Bobby akatoka ndani hapo. Sikilizeni nyie, rais wenu hana sifa za kuwa kiongozi wa hii nchi. Na niwaambieni tu ukweli, ndio atakuwa rais atakayedumu kwa muda mfupi madarakani kuliko marais wote waliowahi kutokea kwenye nchi. Sheikh Omar alizungumza kwa kitabasamu. Roy hakuzungumza chochote zaidi ya kumtazama tu Sheikh huyo Omar kwa umakini sana kwenye makovu yake mwilini yaliyokuwa yamesababishwa na mjeredi. Yes, hello. Mheshimiwa Rais, upo sehemu nzuri tunaweza tukaongea kidogo? Bobby, zungumza, tunakusikiliza. Sasa mheshimiwa, mmoja wa viongozi wa magaidi waliofanya shambulizi la mauaji ya makomando wetu wa X amekiri leo kuna mpango wa shambulizi la bomu la nyuklia. What? Ndio Mheshimiwa Rais, na hatujui ni wapi, hatujui ni saa ngapi, na uwezi kuamini anayepanga yote haya ni Nasra, mke wa Bata. Nasra? Ndio Mheshimiwa Rais. Haiwezekani. Mbona Nasra ni mwanamke wa kawaida tu? Mheshimiwa, yule mwanamke sio wa kawaida. Yule ni mwanajeshi wa Afghanistan na amekuja hapa nchini kama mwekezaji tu, ila wana mipango mikubwa. Ninakutumia details zake mheshimiwa sasa hivi na video inayoonyesha shambulizi zima. Oh, Mungu wangu.
Na pia Mheshimiwa Rais, na kutumia video ya mahojiano ya huyo ustadhi. Na kitu kingine Mheshimiwa Rais, bomu hilo linakwenda kulipulika, yani linakwenda kulipuliwa leo saa 7 mchana wa leo. Mama yangu, ni wapi wanakwenda kulipua au magaidi? Kiukweli Mheshimiwa Rais, hatujui ni wapi, hatujui ni saa ngapi, na anayefanya huo mpango ni Nasra. Mungu wangu, la. Mheshimiwa Rais alionekana kunungunika huku akiwa na wasiwasi mkubwa mno. Bobby akatuma ripoti yote aliyokuwa amemweleza Mheshimiwa Rais na kisha akarudi kwenye chumba cha mateso. Roy, umepata nini kutoka kwa huyu mzee? Hapana, hajaongea cha maana zaidi tu, amesema kwamba rais atadumu kwa muda mfupi sana madarakani. Wewe ustadhi, ni kweli au umejivisha cheo hicho kuficha madudu yako? Imani yangu mimi ina nguvu kuliko vile unavyofikiria. Ninamwamini Mungu pekee, na huyu kafiri wenu aliyekuwa madarakani huyu ni lazima ataondoka tu, hawezi kumaliza miaka yake ya urais. Okay, sawa. Rais wetu mnamuita ni kafiri, sijui ni nani, vyote ni sawa, vyovyote vile upendavyo kumuita. Lakini kumbuka hili bomu linalotegwa linakwenda kulipua eneo ambalo ni ardhi ya nchi yako, na watakaokufa pale ni ndugu zako. Wengine utakuwa unaojua na wengine hutawajua. Hili litakuwa ni shambulizi litakalomwaga machozi kwa Watanzania wenzako, na haitakuwa story ya kufurahisha mbele ya vyombo vya habari. Itakuwa ni vilio na huzuni. Nadhani unanielewa shehe. Imani yako japo iangalie kwa upande wa hizi familia zitakazoweza kuondokewa na ndugu zao wasiokuwa na hatia. Je, wataishije? Unafanya ugaidi ila unampenda mwanao, na ndio maana umekubali kuzungumza mambo ambayo kama tungekushika wewe, nina imani ungekufa nayo. Sisi hapa wote ni wanaume na tunapambana kwa ajili ya familia zetu na watoto wetu. Sijui unanielewa? Hebu niambie ukweli, bomu linakwenda kulipuliwa wapi? Naam, hapo Bobby alizungumza kwa sauti ya upole na ustaarabu mkubwa mno, huku akimtazama Sheikh Omar usoni mwake. Nisikilize we kijana, laiti kama mimi ningekuwa najua, ningekuambia bomu linakwenda kulipuliwa wapi. Mimi ninachokifahamu mimi ni muda ni saa 7 mchana wa leo, na mnavyoendelea kuniojoja hapa maswali yenu haya kipuuzi, ni sawa sawa tu mnazidi kukaribisha kuzimu ihamie hapa Tanzania. Itakapofika saa 7 mchana, Tanzania inageuka kuzimu. Bobby alishusha pumzi huku akimtazama shekhe huyo. Alisimama na kisha Bobby akatoka nje. Mafande, hebu huyu mtu wenu mtunzeni, bado tunamhitaji. Bobby aliwaambia maaskari waliokuwa hapo nje, akiwamo na Nancy. Askari waliingia ndani ya chumba hicho, wakamtoa Sheikh Omar, wakaenda kumfungia katika maabusu yake peke yake. Roy, yule mzee ni nini kasema kwani? Nancy alimuuliza Roy huku akiwa wameongozana kuelekea nje. Roy akasema, nisikilize Nancy, kuna bomu la nyuklia linapangwa kuweza kulipuliwa leo saa 7 mchana. Mungu wangu, wapi na nani anafanya hayo mambo? Anayekwenda kulilipua ni Nasra, na hatujui ni wapi linakwenda kulipuliwa, ila mpango wa kulipuliwa hilo bomu la nyuklia, huo mpango upo saa 7 mchana ya leo. Wakati wanatembea, Nancy pamoja na Roy walimkuta Bobby akiwa amesimama nje ya gari huku akiangaza hilo eneo. Roy, saizi ni saa 4 na dakika 10. Bobby alizungumza hivyo mara baada ya kuitazama saa yake mkononi. Bobby, kwani umemweleza Mheshimiwa Rais? Lakini
ndio nimeshamweleza. Nyie sasa inakuwaje? Nancy aliuliza huku akionyesha kujawa na wasiwasi, kwani hilo sasa limekuwa ni tishio kubwa kwa usalama wa nchi. Msikilizaji, nawaza tu bomu hilo likilipuliwa huko, hata mimi mwenyewe hapa Nkojei ninaposimulia nitalipuka ndugu yangu, nitarushwa, nitakuja kutokea mpaka kitandani kwako. Oho. Basi bwana, upande wa pili tunapata kumwona mwanadada Nasra mara baada ya kuhakikisha amebadilisha muonekano wake kwa kukata nywele na kujipachika kwa utaalamu mkubwa sana vipande vya ngozi yake bandia ya plastiki ambavyo vinaendana kabisa na ngozi yake ya mwili. Nasra akabandika na nyusi bandia na kisha akajiweka mboni za bandia ambazo kwa kumtazama hivi kwa haraka haraka anaonekana ni wa utofauti kabisa na muonekano wake halisi. Nasra akajitazama kwenye kioo cha chumbani kwake. Alianza kupaka pale makeup iliyomkaa vizuri usoni mwake. Mara baada ya kumaliza kujiandaa kwa muonekano wake huo mpya, Nasra akavaa pale suruali nyeusi, t-shirt nyeusi pamoja na baibui. Akavaa pale nikabu usoni mwake iliyokuwa imemfanya onekane, yani anaonekana macho tu peke yake. Akaweka hati ya kusafiria kwenye pochi yake yenye muonekano wake huo huo ambao sio mara ya kwanza kubadilisha pale anapohitaji kufanya matukio yake kutoroka ndani na nje. Akafungua pale drawer ya siri iliyopo katika kitanda cha chumbani kwake. Akatoa simu 2 na kisha akaifunga drawer hiyo. Aliondoka nyumbani kwake hapo majira ya saa 9 hivi za usiku, huku akifunga nyumba hiyo vizuri kabisa. Akatembea mtaa wa pili, akaingia katika taksi. Akamwambia dereva taksi, nipatie status. Nasra alizungumza huku akiwa amekaa siti ya nyuma. Kumbe dereva huyo sio dereva wa kawaida bali ni kijana wake. Dereva huyo akasema, "Madam, kuna msako bado unaendelea. Shehe pamoja na vijana wake wote wamekamatwa. Inaweza kuwa ni hatari kwa mpango wetu, si ndio?" Madam, sizani. Dereva huyo alizungumza huku akiendelea kuendesha gari kwa umakini mkubwa mno. Na vipi kuhusu mzigo? Vijana walishaufikisha eneo lenyewe na wanakusubiria wewe tu, madam. Hichi hapa ni kitambulisho. Dereva huyo alinyosha mkono na kumpatia Nasra kitambulisho hicho. Akakisoma huku kikiwa kimeandikwa jina la Amina Omari. Ukimya ulizidi kutawala ndani ya gari hilo, huku Nasra akimkumbuka Bata, mwanaume aliyempenda na kuzaa naye mtoto mmoja. Nasra akakumbuka namna ambavyo Bata alikuwa amempa ishara ya kujiua wakati alipokuwa ameletwa mbele yake ili isiwe rahisi kwa Bata kuzungumza. Machozi Nasra yalianza kumbubujika, kwani Bata alikuwa amejiua kijasiri mno, kwani kujing'ata ulimi mpaka kufa sio jambo rahisi hata kidogo. Madam, dereva aliita huku akitazama gari ya askari iliyokuwa imesimama pembezoni, huku askari 4 waliopo barabarani hapo wakiwa wana silaha walikuwa wamelisimamisha gari alilokuwa amepanda Nasra. Hebu waambie kwamba unanipeleka hotelini. Taratibu dereva alitii amri ya kusimamisha gari mara baada ya askari alikuwa amesimama katikati ya barabara kumsimamisha. Dereva alifungua kioo huku askari huyo akiwa anamulika ndani hivi kwa tochi. Askari akamwambia dereva huyo, "Nipatie leseni yako na vitambulisho vyenu." Kweli dereva alitoa pale kitambulisho pamoja na leseni yake. Akamwambia, "Na wewe dada huko, toa hiyo nikabu yako usoni." Askari mwingine alimwamrisha hivyo Nasra, na Nasra akavua ile nikabu yake usoni. "Naamini tumeongea Kiswahili. Tunaomba kitambulisho chako." Nasra alifungua pochi yake na akatoa kitambulisho cha taifa chenye jina la Amina Omari. Askari huyo alitazama picha katika kitambulisho hicho na kumtazama Nasra. Akaingiza namba za kitambulisho hicho kwenye simu yake na kikatoa maelekezo ya Amina Omari kuanzia mwaka aliozaliwa, tarehe na siku. Askari huyo akakirudisha kitambulisho hiko kwa Nasra. Akamwambia, "Mnakwenda wapi usiku sasa hivi?" Dereva akasema, "Nampeleka hotelini hapa madam." "Hoteli gani?"
hapo Serena. Askari akamrudishia dereva leseni yake pamoja na kitambulisho chake cha taifa, akamwambia sawa, ondokeni. Naam, askari pasipo kujua wala kutilia mashaka wakamruhusu Nasra na kijana wake huyo wakaondoka. Waliingia mtaa wa Posta na macho ya Nasra yakatazama ghorofa 2 ndefu ambazo kwa nchi ya Tanzania zimekuwa ni kivutio kikubwa sana, na hata kwenye filamu nyingi za Tanzania huwa ni mara nyingi ghorofa hizo kuonekana ikiwa ni kiashirio cha mjini. Wakaingia kwenye ghorofa moja iliyopo mbali kidogo na ghorofa hizo, na moja kwa moja kaelekea mpaka kwenye maegesho ya ghorofa hiyo. Walishuka ndani ya gari hilo wote wawili, dereva pamoja na Nasra. Wakaingia ndani ya lift, ila katika lifti hiyo kulikuwa kuna mlango mwingine wa siri ambao una ngazi zinazoelekea chini zaidi. Wakashuka wakitembea kwa tahadhari, huku wakiwa wamewasha tochi za simu zao. Walifika katika njia ya siri katika ghorofa hilo na walianza kutembea kwa mwendo wa haraka. Mbele wakakutana na njia 3 zinazoelekea maeneo tofauti, ila wao walinyosha na njia katikati. Wakatembea kwa mita 400 na wakafika katika eneo la wazi. Wakakuta vijana 6 eneo hilo. Wakampigia saluti Madam Nasra. Madam Nasra akauliza, uko wapi mzigo? Akaambiwa, madam, mzigo huu hapa. Wakafungua sanduku kubwa. Sanduku hilo lilikuwa lina bomu kubwa la nyuklia, na Nasra akatazama juu. Kwa hiyo hili ndilo eneo sahihi, si ndio? Ndio madam. Nataka likilipuka bomu hili lishushe hizi ghorofa zote 2. Ndio madam, litafanya hivyo na zaidi ya hivyo. Nasra ambaye ana utaalamu wa utengenezaji wa mabomu ya nyuklia, ujuzi alikuwa amejifunza kwa miaka zaidi ya 10 akiwa yuko jeshini, huku akiwa binti mdogo kabisa. Ujuzi wake huu kamfanya kuanza kutega bomu hilo kwa umakini wa hali ya juu, kwani kosa kidogo tu litasababisha bomu hilo kuto kufanya kazi. Baada ya kuhakikisha tayari ameshatega vilipulizi vya bomu hilo, akategesha pale muda. Saizi ni saa ngapi? Saizi ni saa 11 alfajiri madam. Nasra akategesha masaa 8 bomu hilo lilipuke saa 7 kamili mchana. Bomu hilo lenye nguvu kubwa, japo lina umbo dogo, ila lenye uzito wa kilo 120. Bomu hilo likarudishwa kwenye sanduku hilo, na kisha sanduku hilo likaingizwa taratibu katika shimo lililochimbwa mithiri ya kaburi, na kisha kwa juu lilisakafiwa vizuri kuhakikisha hata bomu hilo litafutwe vipi halitoweza kuonekana. Hata watumie vifaa vya aina gani hawataweza kulipata. Mara baada ya kumaliza shughuli yao, waliondoka wote eneo hilo na vijana wake wakatokea kwenye magorofa mengine, huku Nasra na dereva wake wakitokea kwenye eneo walipokuwa wameacha gari, huku wakitoka kwenye lifti waliokuwa wameingilia. Wakaingia ndani ya gari, Nasra pamoja na dereva wake, na kisha wakaondoka. Saa ngapi hapo? Saa 12 kasoro madam. Twende kwenye pointi nyingine. Sawa madam. Majira ya saa 1 kasoro za asubuhi wakafika Kariakoo. Waliingia kwenye duka moja la Wasomali. Wakapitishwa kwenye njia ya siri na muuza duka huyo, na moja kwa moja wakaingia kwenye chumba cha siri. Wakakuta bomu likiwa tayari limeshaundwa. Nasra akalitazama bomu hilo la kawaida ila lenye mlipuko mkubwa. Akaingiza namba za siri, kwani mabomu hayo yote mawili ameyatega namba za siri ambayo bila kuingiza hiyo namba bomu halitoweza kuteguka. Nasra akategesha muda wa bomu hilo kulipuka saa 7 kamili mchana, na baada ya kukamilishwa kutegwa likaingizwa kwenye tenga la mbao na kisha likafunikwa na majani, na juu yake likawekwa mapeas. Bomu hilo likapitishwa mpaka upande wa pili wa ghorofa hiyo na likaingizwa kwenye gari aina ya Fuso lililokuwa limejaa matenga ya mbao yaliyokuwa yamejaa mapeasi, na tenga hilo likawekwa katikati ya Fuso hiyo, na dereva kaondoka na kulipeleka hadi katikati ya soko la Buguruni, na Fuso hiyo ikawekwa pale kwenye foleni kusubiria Fuso nyingine zilizotangulia kushushwa mizigo.
Nasra na dereva wake moja kwa moja wakaelekea katika uwanja wa ndege. Madam, nikutakia safari njema. Okay, nashukuru. Nasra alishuka na akaingia uwanja wa ndege huku tayari ameshakata tiketi ya ndege inayoondoka nchini Tanzania saa 2 asubuhi. Ukaguzi wa uwanja wa ndege haukumtisha Nasra, kwani ameshapita kwenye viwanja vikubwa duniani vya ndege akiwa katika muonekano wake huo na hakushtukiwa. Akapita pale kwenye kaguzi zote na hakuweza kushtukiwa. Akajumuika na abiria wengine kuingia katika ndege ya shirika la Ethiopian, na majira ya saa 2 na dakika 45 ndege hiyo aina ya Airbus A350 iliondoka uwanja wa ndege wa JK Nyerere na kuelekea nchini Kenya, na kisha ikaelekea Somalia na kumaliza safari yake nchini Ethiopia. Kwa heri Tanzania. Nitawarudia nyinyi mbwa wawili mliomtesa mume wangu, na nitahakikisha mnakufa vifo vya maumivu. Nasra alijapiza hayo moyoni mwake huku akitazama namna nyumba zilizopo karibu na uwanja wa ndege namna zinavyoonekana. Naam, msikilizaji, tukirudi upande wa pili, mkuu wa ulinzi wa rais alionekana kuzungumza kwa kusema, Mheshimiwa Rais, tumeandaa helikopta ziko tayari kwa ajili ya wewe kuweza kuondoka. Huyo alikuwa ni mkuu wa ulinzi wa rais alizungumza huku akimtazama rais machoni mwake mara baada ya kuingia ofisini kwake bila hata ya kubisha hodi. Mheshimiwa Rais akasema, mnataka niende wapi? Mheshimiwa, unaelekea Dodoma Mheshimiwa. Siwezi kuondoka pasipo kupata jibu la maswali tunayojiuliza. Ni wapi lilipo hili bomu linalokwenda kulipuka? Lakini Mheshimiwa Rais, samahani, bila kukuvunjia heshima Mheshimiwa Rais, huna kauli juu ya haya maamuzi. Nchi ipo kwenye tishio la kigaidi. Ni jukumu langu mimi kuhakikisha usalama wako na familia yako na unakuwa salama. Nimekula kiapo kwa majukumu hayo, mimi na timu nzima ya ulinzi ninayoiongoza. Bila kukuvunjia heshima Mheshimiwa Rais, sasa hivi unapaswa kuweza kunyanyuka na tuondoke, na sio ombi, ni amri. Samahani Mheshimiwa Rais kwa hilo, kwani ukipata madhara mimi na watu wangu tutawajibishwa na Jamhuri kwa kushindwa kutekeleza majukumu yetu. Mkuu huyo wa ulinzi ambaye ndiye kiongozi mkuu wa timu yote ya walinzi alizungumza kwa msisitizo, na walinzi wengine 4 wakaingia ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Rais kuonyesha msisitizo ya kuwa rais atake ama asitake ni lazima aondoke jijini Dar es Salaam. Naam, rais mara baada ya kuambiwa hivyo alishusha pumzi huku akiwatazama walinzi wake ambao walikuwa wanaonekana wanamaanisha kwa kile ambacho wanakizungumza. Ruben, faili zangu na kila kitu kinachohitajika kufanyika, hebu naomba niandaliwe. Sawa Mheshimiwa Rais. Jamani, kila mmoja jiandae. Rais sasa anatoka. Mkuu wa walinzi wa rais alizungumza na wakatoka ndani hapo huku Mheshimiwa Rais akiwa amewekwa mtukati. Wakaelekea katika helikopta ya Mheshimiwa Rais na akamkuta pale mke wake na mwanae wakiwa wako tayari ndani ya hiyo helikopta. Walinzi baadhi waliingia ndani ya helikopta ya rais huku walinzi wengine na wafanyakazi wa ikulu waliingia katika helikopta nyingine na taratibu zikaondoka eneo hilo. Mume wangu, kuna nini kwani? Mke wa rais afamikaye kwa jina la Sadu aliuliza huku akiwa amekaa pembeni ya mumewe. Mke wangu, kuna masuala kidogo tutakwenda kuongea ndani ya ndege. Mwanamama huyo Salu alitingisha kichwa kimaanisha ameelewa. Helikopta zote 3 ziliondoka eneo hilo la ikulu na kuelekea uwanja wa jeshi la anga ambapo ndege ya rais huhifadhiwa. Walifika uwanjani hapo huku ulinzi ukiwa umeimarishwa. Wakashuka ndani ya helikopta hizo na rais akakagua gwaride dogo la wanajeshi waliojipanga kumpokea. Aliingia ndani ya ndege na familia yake huku walinzi na wafanyakazi wengine wa ikulu waliingia na kuondoka hilo eneo.
Mheshimiwa, mji mzima umewekwa chini ya ulinzi na kuhakikisha vikosi vyetu vya uchunguzi wa mabomu vinazidi kufanya upelelezi kila sehemu ya jiji la Dar es Salaam. Naam, CDF alizungumza kwa njia ya video call katika TV iliyomo ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Rais, kwani kikao cha dharura kilikuwa kinaendelea na wakuu wa vyombo vya usalama. Mheshimiwa Rais, ninapendekeza ikiwezekana maeneo yenye mikusanyiko ya watu wengi kuweza kuondolewa katika masaa haya tulionayo. Mkurugenzi wa shirika la X alishauri hivyo, na Mheshimiwa Rais akasema ya kwamba hiyo plani ya kuwaondoa watu huoni kama italeta mshtuko kwa raia? Mheshimiwa, ni heri wapate mshtuko wa kuondolewa mjini kuliko mshtuko wa bomu litakaloua watu wengi. Hapo rais akatazama saa yake mkononi na akaona ilikuwa ni saa 5 asubuhi. Okay, sawa. Wanajeshi waondoeni watu wote ndani ya maeneo yenye watu wengi, ikiwamo kuondoa watu kwenye jiji zima. Mabasi ya mwendo kasi, magari ya jeshi yahakikishe yanawaondoa watu ndani ya mji kwa masaa 2. Sawa Mheshimiwa. Maduka yafungwe, kila biashara, kila huduma zisimame kwa kipindi cha masaa 2, na maeneo yanayopaswa kuendelea kufanya kazi ni hospitali tu. Sawa Mheshimiwa Rais. Mna masaa 2. Mkuu wa mkoa na timu yake ya usalama wahakikishe wanachuo wote wanaondolewa ndani ya jiji na wasogezwe katika maeneo ya mbali kidogo, ambayo hata hilo bomu likitokea kulipuka basi lilipuke bila madhara ya kuua watu. Sawa Mheshimiwa Rais. Naam, kikao hiko kikaishia hapo na TV ya ndani hapo ilizimwa. Ruben alimtazama Mheshimiwa Rais aliyekuwa anaonekana na mawazo, huku washauri wengine wakiwamo ndani ya ndege hiyo. Sekretari wa rais aliingia na kisha akamnongoneza Mheshimiwa Rais, akamwambia, Mheshimiwa, mke wako anahitaji kuzungumza na wewe. Rais alitingisha kichwa, alisimama huku akifungua vifungo vya koti lake. Alitoka nje ofisi hiyo na kuelekea katika chumba cha rais kilichomo ndani ya hiyo ndege. Mume wangu, hivi nini kinachoendelea? Nimeona kwenye TV kuna zoezi la kuwaondoa watu jijini Dar es Salaam, hususan katikati ya jiji. Mke wangu, japo sipaswi kuweza kukuelezea hili swala, ila kwa sasa kuna tishio la shambulizi la kigaidi lililopangwa, hivyo hatujui bomu ni wapi litakuwepo limetegwa, ila tunapaswa kuhakikisha kuwaondoa watu katikati ya mji. Mungu wangu, sasa ni akina nani wanafanya hivyo? Sijui, na mbaya zaidi ni shambulizi la bomu la nyuklia. Bomu la nyuklia? Mme wangu, Tanzania limeingiaje? Kiukweli hata mimi sijui mke wangu. Mme wangu, najua Mungu anakupima uwezo wako wa kuongoza hii nchi mme wangu. Kwa sasa nakuomba ukawe jasiri kwenye kila kitu kinachoendelea. Usitetereke na ahadi zako hakikisha unazisimamia. Japo unaona ugumu unaokutana nao, ila tafadhali mume wangu, unatakiwa kuwa jasiri. Nashukuru sana mke wangu, na nimefurahi kwa kuona unanitia moyo. Ni jukumu langu hilo mume wangu. Acha basi nielekee ofisini, kuna kikao ninapaswa kuweza kupata ripoti muda wote. Sawa mume wangu. Naam, hapo Mheshimiwa Rais alitoka chumbani kwake na kuelekea ofisini kwake. Mheshimiwa Rais, tunashauriana kwa sababu hatujui ni wapi shambulizi linaweza kutokea. Tumeona ni vema ukaendelea kuwa angani Mheshimiwa. Ruben alizungumza huku akimtazama Mheshimiwa Rais machoni mwake. Mheshimiwa Rais akauliza, ni kivipi mimi niendelee kuwa hewani angani? Yani kivipi? Mheshimiwa Rais, ndege ina uwezo kukaa angani kwa siku 7 bila hata kutua ardhini.
lakini tumeshauriana tusielekee Dodoma kwa sababu taarifa yenyewe imetolewa na gaidi, na magaidi wana mchezo wa kufanya kamari. Hivyo unaweza ukajikuta unakimbia Dar es Salaam, kumbe bomu limetegeshwa Dodoma na tunakwenda kulifuata. Hivyo tunapaswa kuwa angani kwa kipindi hiki chote, na ndege yako inalindwa Mheshimiwa Rais na ndege zetu za kivita. Naam, Ruben alizungumza kwa sauti ya upole na kumfanya Mheshimiwa Rais kukaa kwenye kiti chake. Alifungua kipazia kilichokuwa kimeziba dirisha lake, akatazama nje na aliona ndege za kijeshi 4 zikiwa upande aliopo, huku ndege nyingine 4 zikiwa upande mwingine, huku mbele kukiwa kumetangulia ndege 2 na nyuma kukiwa kuna ndege pia 2. Mheshimiwa, shambulizi la nyuklia ni kubwa Mheshimiwa. Hatujui linapiga kwa kiwango gani, hivyo inatupasa kabisa kuwepo angani walau kwa masaa kadhaa. Kwa maana hiyo Ruben, yani tutakuwa tunazunguka tu angani? Ndiyo Mheshimiwa Rais. Hatutotoka kwenye anga letu la Tanzania, na level tuliopo hakuna gaidi yoyote anayeweza kutushambulia. Naweza kuzungumza na marubani? Ndiyo Mheshimiwa Rais. Basi acha niwafuate nikazungumze nao. Kweli Mheshimiwa Rais alitoka ndani hapo na aliongozana na Ruben na walinzi wake wawili. Wakafunguliwa mlango katika chumba cha marubani kinachoweza kuruhusu kukaa watu 6, huku 4 wakiwa ni marubani na wengine wakiwa ni wasaidizi na hufanya kazi kwa kusaidiana. Mheshimiwa Rais, habari yenu? Asalama tu Mheshimiwa. Tunahofia kutokea shambulizi la bomu la nyuklia. Je, tukiwa tuko angani hatuwezi kukutana na hilo shambulizi? Hapana Mheshimiwa Rais. Japo ni mara yako ya kwanza kuipanda hii ndege, ila Mheshimiwa, hakuna bomu linaloweza kupigwa na likatufikia. Wanasema eti ndege ina uwezo kukaa angani siku 7 bila kushuka. Japo nimesoma sifa zake kwenye taarifa zangu nilizokabidhiwa ikiwamo na hii. Je, hili jambo ni kweli? Ni kweli Mheshimiwa Rais. Ina uwezo huo, na katika kipindi hiko cha siku 7 itaongeza mafuta mara moja tu ikiwa na safari za mbali, ila kama ni Afrika Mashariki ina uwezo huo wa kukaa angani kwa kipindi hicho chote bila hata kuongeza mafuta, kwa sababu haisafiri masafa marefu. Nisitoshe, mafuta yapo ndani ya ndege ya reserve. Basi sawa, leo tuzunguke angani mpaka saa 10 jioni na kisha nitawapatia ripoti nyingine. Sawa Mheshimiwa Rais, nashukuru. Hapo Mheshimiwa Rais alitoka ndani ya chumba cha marubani akarudi ofisini kwake, huku akiendelea kutazama TV kuangalia zoezi la namna wananchi wanavyoondolewa katikati ya jiji. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Inspector Nance akizungumza huku akiwa katika barabara. Hili zoezi la kuhamisha watu limesababisha foleni kubwa sana ise. Nance alizungumza huku akiwa katika barabara, huku Bobby, Roy na Spana wakiwa wako ndani ya hilo gari. Bobby akausoma ujumbe uliokuwa umeingia ndani ya simu yake. Bobby akasema, "Hebu zima redio ya gari." Bobby alizungumza na Roy alikaa siti ya pembeni na Nance akazima redio. Bobby akapiga hiyo simu. "Hey, ni mimi naongea." "Bad lady?" "Ndio. Nimeomba kuzungumza na wewe." "Ninashukuru umekubali." "Nakusikiliza." "Mimi nafahamu eneo ambalo bomu limetegwa." "Unafahamu bomu lilipotegwa?" "Ndio, ila nahitaji kupata uhuru wangu." "Shit. Bad lady, unajua siwezi kufanya makubaliano na wewe kwenye hili jambo na sioni nguvu ya kukupa huo uhuru. Nadhani unaelewa." "Ila una watu wanaoweza kukubali kunipa uhuru. Una dakika 10 za kunipigia." "Nitajie mahitaji yako." "Nahitaji kuachiwa uhuru. Nirudishwe nchini Kenya, nikaishi na familia yangu." "Ni hivyo tu?" "Ni hivyo tu." "Okay, sawa. Acha nitafute namna ya kuweza kufanya." "Ila kumbuka, endapo mtanisaliti,
basi hamtokwenda kujua, na mengineo ninayojua hamtoweza kuyajua. Na kurudia. Hapo Bobby alikata ile simu. Inspekta Nancy akauliza, ni nani huyo? Ni Bad Lady, msichana aliyeongoza genge la bata waliomuua Freddy. Hapo hapo Bobby akaipiga simu ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais hapatikani. Mpigie Ruben. Bobby akampigia simu Ruben, na kweli simu iliita. Baada ya muda simu ilipokelewa na Ruben alianza kwa kusema, oya Bobby, nampigia rais lakini hapatikani. Ni kwa ajili ya masuala ya usalama, simu yake imezimwa na nipo naye hapa, naweka loudspeaker, unaweza kuongea. Bobby, nakusikia, zungumza, mimi rais naongea. Mheshimiwa Rais, gaidi mmoja aliyekuwa anafanya kazi na bata amenieleza kwamba anatambua ni wapi bomu lilipotegwa, ila ana masharti yake ili aweze kusema. Masharti gani tena? Anahitaji tumwachie huru na tumrudishe nyumbani kwao Kenya. Ni hayo tu? Ndio Mheshimiwa Rais. Ruben, hebu andaa fax itumwe haraka sana kwenye safe house, na nimeidhinisha akitaja eneo ambalo bomu litapatikana basi atatia sahihi na achiwe huru. Vipi kama anatudanganya Mheshimiwa? Hivi nimeongea kwa lugha ya Kikwetu au nimeongea kwa lugha ya Kiingereza? Naongea na wewe Bobby. Sasa hivi hatuna muda wa kupoteza. Ni nani mkweli au ni nani mwongo? Kilichobaki ni kuhakikisha bomu linapatikana. Nadhani unanielewa Bobby. Ndio Mheshimiwa Rais. Nitakurudia. Sawa Mheshimiwa. Hapo Bobby alikata simu na kumfanya kila mtu ndani ya gari akae kimya. Bobby alitazama saa yake, ilikuwa inaonyesha ni majira ya saa 6 kasoro za mchana na muda bado ulikuwa unakwenda. Mara baada ya dakika 5, Mheshimiwa Rais akapiga tena ile simu. Bobby, barua imeshatumwa na nimeshatia sahihi kukubaliana na matakwa yake, hivyo zungumza naye. Sawa Mheshimiwa Rais. Hapo Bobby alikata simu, akaipiga namba iliyokuwa imempigia. Mara tu baada ya kupiga, alipokelewa na sauti ya Bad Lady aliyesema, nimeona rais wako ameshatia sahihi. Ndio Bad Lady, niambie bomu liko wapi? Bomu limetegwa kwenye fuso moja vila matunda katika soko la Buguruni. Hivyo mnaweza mkaenda hapo na mkalipata. Ukishalipata nitatia sahihi. Okay, sawa, nashukuru. Hapo Bobby alikata simu na safari kuelekea soko la Buguruni ilianza, huku Inspekta Nancy akipita kwenye barabara ya mwendo. Kwa kutumia simu ya upepo, Nancy aliwataarifu askari kuzunguka soko la Buguruni na kuhakikisha wanatoa watu wote ndani ya hilo soko. Mheshimiwa Rais, tumegundua bomu lipo soko la Buguruni kwenye fuso moja lenye mizigo ya matunda. Bobby alizungumza huku simu yake ikiwa iko sikioni. Kazi nzuri Bobby. Nashukuru Mheshimiwa. Kweli walifika katika soko la Buguruni, wakakuta tayari ulinzi umeshaimarishwa, huku wateguaji wa mabomu wakiwa wanashusha mizigo katika fuso ambayo mashine za utafutaji wa mabomu zilikuwa zimenasa. Kila mwanajeshi na askari aliyopo eneo hilo, moyo wake ulikuwa na wasiwasi na hofu ya kifo. Tenga la mbao lililobeba bomu hilo taratibu likashushwa kutoka ndani ya gari, na kwa uangalifu mkubwa mno matunda yaliyowekwa kwa juu yakatolewa, na wateguaji wa mabomu wakathibitisha ya kuwa kweli lilikuwa ni bomu. Nahitaji kuliona hilo bomu, Roy alizungumza huku akiingia eneo lenye utepe wa njano. Akaonyesha kitambulisho chake na mwanajeshi akampigia saluti. Bobby naye aliingia kwenye hilo eneo. Wakuu, hili ni jukumu letu, hampaswi kuwa hapa.
Mteguaji aliyevalia mavazi maalum ya kutegua bomu alizungumza hivyo, na Roy akasema tunajua. Roy alijibu huku akitazama bomu hilo. Kiongozi wa wakuu wa uteguaji wa mabomu akasema, sijawahi kuona bomu kama hili. Alisema hivyo huku akitazama namna dakika za bomu hilo zinavyozidi kuyoyoma. Roy ilibidi aulize, kwa nini unasema hivyo? Roy alizungumza huku akitazama bomu hili, na ndipo yule jamaa akasema, bomu hili halina waya. Useme labda utakata sijui viunganishi vyake. Hili bomu linahitaji kodi za siri ili kuweza kulitegua. Kwa hiyo bila kodi za siri huwezi kulitegua? Ndiyo, hili bomu halijatoka Marekani, Russia wala China. Huyu ni utengenezaji mpya wa bomu. Ni bomu la nyuklia ama? Hapana, sio bomu la nyuklia. Ila ni bomu lenye nguvu kubwa, na endapo litalipuka hili eneo halitokuwa kama hivi lilivyo sasa. Kauli ya kiongozi wa kikosi cha uteguaji mabomu kikamfanya Bobby kuwaza kwa haraka. Akamshika mkono rafiki yake Roy, wakasogea pembeni. Oya Bobby, vipi? Nisikilize Roy, hili sio bomu la nyuklia. Je, bomu halisi la nyuklia liko wapi? Kumbuka si hapa tunalolitafuta ni bomu la nyuklia, sio hili. Bobby alizungumza kwa msisitizo, na walijikuta wote wakitazamana, kwani bomu waliloelezwa ni la nyuklia. Inakuwaje bomu walilokutana nalo sio bomu la nyuklia? Naam. Roy akalisogelea bomu hilo, akalipiga picha, na wakatoka katika eneo hilo lenye uzio. Nancy akawauliza, imekuwaje jamani? Nancy aliuliza huku akiwa wameongozana kuelekea lilipo gari. Bobby akasema, hili bomu sio la nyuklia. Bobby alijibu huku akiingia ndani ya gari. Wadogo, unaweza kututafutia hili bomu kwenye masuala ya mitandao? Bobby alizungumza hivyo huku akimwonyesha Spana picha ya hilo bomu. Tukumbuke Spana ni yule kijana wa IT ambaye anawasaidia sana kwenye mambo ya mitandaoni. Spana akaangalia ile picha ile bomu akasema, sijawahi kuliona bomu kama hili bro. Na ndio bani akasema, unaweza kututafutia? Ngoja nilitafute. Kijana huyu Spana alizungumza na kisha akaifunua laptop yake aliyokuwa ameipakata mapajani. Roy akamuingizia Spana picha hiyo katika laptop yake, na yule kijana alianza kazi ya kulitafuta bomu hilo. Haikupita dakika 5 akapata taarifa za bomu hilo. Sasa hapa kwenye kompyuta naona watengenezaji wa mabomu haya wanatokea Israeli. Ni bomu linalo mlipuaji, na mlipuaji anaweza kalilipua akiwa yuko mbali hata kama yuko Marekani. Bomu hili lina uwezo wa kulipua eneo la mita 1000 kwa mzunguko kutoka bomu lilipo. Mungu wangu, si viwanja vya mpira hivyo unavyozungumzia? Kiwanja cha mpira kina mita ngapi? Sijui mita 100. Hasa mita 1000. Mbona eneo ni kubwa? Nancy alizungumza huku akimtazama Spana usoni mwake, na Spana akasema, ndio madam, ila lina vilipuzi ambavyo sio nyuklia. Kwa hiyo dogo, kwa hiyo bomu hili sio nyuklia, si ndio? Ndio kaka. Kwa haraka Bobby ilibidi ampigie simu Ruben. Bobby, bomu limepatikana. Tumepata hapa taarifa. Okay sawa, ila bomu hilo sio la nyuklia. Bobby unasema? Ndio, na kutumia maelezo hayo sasa hivi, na bomu ambalo tunalizungumzia hapa ni la nyuklia. Japo hili lina uwezo wa kulipua eneo kubwa, ila ukweli ni kwamba sio bomu la nyuklia. Mungu wangu. Basi sikia, ngoja nimweleze hapa Mheshimiwa Rais. Uko naye kwani? Ndio, nilitoka nje ofisi, kuna kikao anakifanya na wakuu wa majeshi kwa njia ya mtandao. Okay sawa, mfahamishe basi. Hakuna shaka kaka.
Bobby alikata simu huku akiwa anatazama picha bomu hilo. Spana akasema, ila hili bomu linategulika. Kijana huyu wa masuala ya kompyuta alizungumza huku akiwa anaminyaminya button za laptop yake. Wakamuuliza linateguka kivipi, na ndipo kijana huyu akasema, bomu hili lina kodi, hivyo tunaweza kuhack na tukazijua hizo kodi, na naweza kwenda karibu na bomu. Unaweza kwenda karibu na bomu, haina shida. Bobby na Roy na Spana walishuka ndani ya gari na wakaelekea eneo ambapo bomu lipo. Walipofika hapo, Bobby akawauliza wale maaskari ya kwamba mmepata njia kulitegua bomu hilo. Wakasema bado. Bobby akasema, hebu mpatieni huyu kijana nafasi aweze kulitegua. Bobby alizungumza, na ndipo kijana huyo Spana alipiga magoti mbele bomu hilo huku akiwa na laptop yake na kibegi chake kidogo. Alifungua kibegi kidogo, akatoa waya wa USB, akauchomeka katika laptop yake na akachomeka kwenye eneo lenye USB port kwenye hilo bomu, na akaanza kazi ya kutafuta namba za siri kwa kutumia programu ya udukuzi. Bobby akamuuliza Spana, dogo, utaweza kweli? Najaribu kaka. Sijasema kama naweza, najaribu. Spana alijibu huku jasho likimwagika usoni mwake. Hofu ya kifo ilimtawala huku akijitahidi kuhakikisha anafanya kazi iliyomweka mbele bomu hilo. Spana kameza funda zito la mate huku akitazama namba zinavyojichambua kwa kasi kwenye laptop yake. Ndani ya dakika 3 akapata namba za siri ya bomu hilo na wakaingiza kwenye bomu hilo. Pale pale bomu likazima, jambo lililomfanya kila mtu kwenye eneo hilo washushe kwanza pumzi. Kiongozi wa kikosi cha uteguzi wa mabomu alianza kumpigia makofi dogo Spana na kufanya watu wengine wampigie makofi, kwani kwa kazi aliyokuwa ameifanya ilikuwa imeokoa uharibifu mkubwa mno ambao ungetokea kwenye hilo eneo la Buguruni. Upande wa pili tunapata kumwona Mheshimiwa Rais akisema, asante Mungu. Rais alizungumza huku akiwa anatazama TV, kwani alikuwa anafuatilia kila kinachoendelea eneo hilo mubashara kabisa. Huyu kijana anahitaji kuonana naye, huyu anastahili kupewa tuzo. Rais alizungumza huku yeye na washauri wake wengine wakiwa wamefurahi kweli kweli. Ruben akamsogelea Mheshimiwa Rais na kisha akamnongoneza, akamwambia, Mheshimiwa Rais, Bobby amenielekeza kwamba bomu tuliloliona sio bomu la nyuklia, hivyo ana mashaka kuna bomu lingine sehemu isiyojulikana ambalo ndo bomu la nyuklia. Unasemaje? Ndio hivyo Mheshimiwa Rais. Mungu wangu, kwa hiyo tuna risali 1 na dakika 40 kabla ya kulipata hilo bomu lingine la nyuklia. Ruben alizungumza na kumfanya Mheshimiwa Rais atokwe na macho huku akimtazama mara kwa mara Ruben usoni mwake. Hebu mpigie simu Bobby kwanza niongee naye. Ruben alipiga simu na akamkabidhi Mheshimiwa Rais. Bobby. Ndio Mheshimiwa. Natamani kusema hongereni, ila nashindwa kuisema kwa sababu ya taarifa ulioileta. Ni kweli Mheshimiwa Rais, kwa sababu adui aliniambia bomu litakalolipuliwa saa 7 mchana litakuwa ni bomu la nyuklia, na kila kitu ninachowapa, yani sijui nisemaje, nipo katika wakati mgumu sana Mheshimiwa Rais. Hebu sikiliza Bobby. Ndio Mheshimiwa. Zungumza na yule muhalifu kisha unipe jibu, na ofa yoyote atakayotaka tutampatia tu. Yule mhalifu aliyekutajia hili bomu la Buguruni lazima atakuwa tu anajua na hilo bomu lingine wapi lilipo. Sawa Mheshimiwa. Naam. Bobby alikata simu na akapiga namba ambayo Bad Lady alikuwa amempigia nayo. Halo. Sauti ya kiume ilisikika, na hapo ndipo Bobby akasema, hebu mpatie simu Bad Lady. Okay, poa, dakika 1 nampa. Askari akaingia katika chumba cha Bad Lady akampatia simu. Halo. Bad Lady, nashukuru tumefanikiwa kupata bomu na limeshateguliwa. Nashukuru na wewe, kwa sababu hapa ndo nilikuwa ninavaa mavazi yangu niliyokamatwa nayo kwa ajili ya kuachiwa huru.
Hebu nisikilize Bad Lady, nisikilize. Najua unahitaji kuwa mtu mwema na unahitaji kusaidia nchi kwa namna ambavyo kwetu itakuwa ni sahihi. Tafadhali nakuomba sana tena sana, naomba uniambie ni wapi kwenye bomu hilo la pili. Bomu la pili? Bomu gani tena? Bomu lililopangwa kulipuka ni bomu la nyuklia, ila hili la sasa hivi sio la nyuklia. Bobby, ngoja kwanza. Ina maana sio bomu la nyuklia hilo? Ndiyo Bad Lady, tafadhali nakuomba sana unieleze bomu hilo la nyuklia. Tuna muda mchache sana kabla ya kuweza kulipuka. Ngoja kwanza nitulize akili. Bad Lady alizungumza huku akikaa kitandani, huku akiwa anavaa buti zake zile ndefu. Tafadhali Bad Lady, nakuomba. Nafikiria Bobby. Bobby akafungua mlango na kisha akaingia ndani ya gari walipomwacha Nancy. Akaiweka loudspeaker huku Roy na yule kijana Spana wakiingia ndani ya hilo gari. Unasema bomu la nyuklia? Ndio. Kwenye hii tarehe nilisikia Bata akiongea na Nasra kwenye simu, na mipango ilikuwa ni kulipua hilo soko kwa sababu ya wingi wa watu. Yaani hilo soko lina wingi wa watu wengi. Sasa Bad Lady alizungumza huku akionekana na waza. Bobby, kuna chemba ya siri. Hiyo chemba ni ya Bata, na ili ifunguke, yaani kwenye ile chemba yake ya siri, ni lazima tutumie jicho langu na mkono wangu, kwa sababu Bata alikuwa ananiamini sana, na kuna mafaili mengi kwenye hilo eneo. Hiyo chemba iko wapi Bad Lady? Iko Mbezi Beach kwenye nyumba yake. Hebu sikia, nahitaji wakulete Dar es Salaam. Niambie address ya eneo la nyumba yake. Sisi utatukuta huko. Naam, kweli bwana. Bad Lady akataja address ya nyumba hiyo na eneo lipo. Bobby akakata simu, akampigia simu Mheshimiwa Rais na kumweleza juu ya mazungumzo yake na Bad Lady. Rais akaidhinisha Bad Lady asafirishwe, arudishwe Dar es Salaam haraka iwezekanavyo, tena kwa helikopta ya jeshi, ili kukutanishwa na Bobby na timu yake, ili Bad Lady aweze kutoa msaada. Ni hapa jamani, address inasoma hapa. Nancy alizungumza huku akisimamisha gari nje ya nyumba ya ghorofa 3. Ni jumba la kifahari. Hebu jaribu kwanza kupiga honi tuone. Roy alizungumza na Nancy. Kweli alipiga honi mara 3 na akatoka mlinzi. Mlinzi yule akasema, niwasaidie nini? Bobby alishuka kwenye gari huku akiwa na bastola mkononi mwake. Mlinzi jasho likamwagika usoni. Wakamwambia, dogo, fungua geti mwenyewe. Mlinzi alijawa na uoga na wasiwasi, akaongozana na Bobby akafungua geti na Inspector Nancy akaingiza gari ndani. Wadogo, unaishi na nani hapo? Hapa mimi nalinda tu bro, nalinda tu. Nani anaishi kwenye nyumba? Mimi hapa na miezi 3 sijai kuona watu wanaoishi, zaidi tu kuna mwanamke huwa anakuja na wenzake na wanaondoka, lakini hawakai humu. Hebu mtie pingu huyu dogo. Bobby alizungumza na Nancy akamfunga pingu mlinzi, wakamfungia ndani ya kibanda chake kidogo cha getini. Wakaanza kuikagua nyumba hiyo, jambo lililowafanya watumie zaidi ya dakika 20 pasipo mafanikio yoyote, jambo lililoongeza hofu na mashaka kusema ukweli. Mlio wa helikopta uliofanya watoke nje kuitazama helikopta ya jeshi jinsi ikitua katika uwanja wa wazi katika hilo eneo. Walishuka wanajeshi 2 huku Bad Lady akifuatiwa kwa nyuma. Wakapokelewa na Bobby na Roy. Wanajeshi hao wakamkabidhi Bobby fomu maalum ya kujaza inayoonyesha makabidhiano. Bobby akasema, msiondoke kwanza, bado tunawahitaji. Bobby alizungumza kwa sauti kubwa, kwani helikopta hiyo ilikuwa bado inaendelea kuunguruma kama kawaida. Wakamuuliza, mkuu, kwa nini sisi tubaki? Bobby akasema, tunahitaji kwenda na nyinyi sehemu, kwa tupatieni muda kwanza kidogo. Wanajeshi wale wakasema, sawa mkuu. Wakaingia ndani, Bobby, Roy na Nancy pamoja na huyu mwanadada ambaye ni Bad Lady. Bad Lady aliwaongoza wakina Bobby kwenda kwenye chumba kilichopo chini ya ardhi. Wakakuta mlango mkubwa wa chuma.
milango kama inayotumika kwenye eneo la kuhifadhia pesa benki, au labda sehemu ambazo wanahifadhia dhahabu. Badiledi aliingiza namba za siri na kisha akasogeza jicho lake kwenye kifaa maalum cha kufungua eneo hilo. Akapachika kiganja cha mkono wake wa kulia katika eneo la kupachikia kiganja kwenye mlango huo, na kisha alianza kuzungusha gurudumu dogo lenye vishikizo vitatu katika mlango huo. Baada ya kuzungusha mara 3, mlango ndo ukafunguka taratibu. Badiledi akawa wa kwanza kuingia ndani. Hapo aliwasha taa. Watu walishangazwa kuona pesa nyingi, vipande vya dhahabu vingi vikiwa vipo katika hilo eneo. Roy akasema, mbona kama ni benki sasa? Roy alizungumza huku akitabasamu. Badiledi akasema, tusikilizane jamani. Badiledi alizungumza huku akiwatazama Roy, Nancy pamoja na Bobby. Sikilizani. Huu ndo urithi wangu uliobaki kwenye hii dunia. Nahitaji msaada wenu wa kuziondoa hizi mali zote mnazoziona, kuzitoa ndani ya hii nchi bila mtu yote kujua. Endapo mtakubaliana na hili, basi nitawapa nyaraka za eneo la wapi bomu la nyuklia limetegwa. Ina maana Badiledi, umetuleta hapa kwa ajili ya hili jambo ama umetuleta hapa kwa ajili gani? Sikiliza Badiledi, hizi mali zako sisi hazina umuhimu kwetu kuliko kile ambacho tunakihitaji. Inspector Nancy alizungumza kwa ukali kidogo. Nisikilize Badiledi, tutakusaidia unachokihitaji. Hebu tupatie location ya eneo ambalo bomu la nyuklia lipo. Yaani nyinyi mnataka niwafanyie kila kitu? Mnadhani mimi naamini maneno yenu? Mimi siaminigi maneno matupu. Mnisaidie niwasaidie, tusaidiane. So Badiledi, unahitaji nini zaidi? Tuna dakika 45 tu, tuambie unataka nini. Nahitaji hiyo helikopta hapo nje ipakie hizi mali zangu na iondoe hizi mali zangu kabisa ndani ya hii nchi. Fanyeni mawasiliano na wakuu wenu. Sitaki kukaguliwa na wala helikopta isikamatwe na maafisa wa jeshi la anga nchini Kenya. Nataka mzigo wangu uende Kenya salama salimini. Okay, tumekuelewa. Tupe eneo, location unapotaka mzigo wako ufike. Naam. Hapo bidada huyu Badiledi alifungua moja ya draw ya chuma, akatoa kitabu kidogo na kisha akawaambia, peji namba 22. Fungueni hiyo. Badiledi alizungumza huku akiwa ameshika kitabu hicho. Badiledi akaendelea kusema, nahitaji dili la kueleweka na sio tugeukane. Badiledi alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Bobby kumpigia simu Ruben. Bobby, nisikilize Ruben. Huyu binti ana mali zake. Anataka kuondoka nazo hapa nchini Tanzania. Ndio atupatie eneo la wapi lilipo hilo bomu la pili. Ana mali? Mali gani? Mpatie simu Mheshimiwa Rais. Anakusikia, wewe ongea tu. Natuma picha ili Mheshimiwa Rais apate kuona. Kweli Bobby alipiga picha kinachoonekana ndani ya eneo hilo, akamtumia Ruben. Ruben, picha zimefika huko? Zimefika, ndo tunaangalia hapa. Bobby, unanisikia? Ndio Mheshimiwa Rais, nakusikia. Hebu apatiwe anachokihitaji huyo binti, chochote anachotaka. Sisi tunakotaka kujua ni wapi lilipo kwa hilo bomu la nyuklia. Chochote anachosema hebu mumtimizie. Sawa Bobby? Sawa. Badiledi. Utapatiwa helikopta. Mheshimiwa Rais ameshaidhinisha hilo. Bobby, endapo mtanisaliti, basi haya yaliyotokea leo ni rasharasha tu, ila mvua yenyewe sasa inakuja na mtakosa pa kujifichia na hamtojua nani wa kuwasaidia. Badiledi alizungumza kwa kujiamini, akamkabidhi Roy kitabu hicho na kisha akafungua hadi peji namba 2, akaona picha ya kuchora ya magorofa mawili makubwa ya kiuchumi yaliyopo posta, kitu kilichomfanya Roy atoke na macho ya mshangao, kwani endapo hizo gorofa 2 zikilipuliwa, basi itachukua nchi miaka na miaka
kuyajenga magorofa hayo na yawe kama ilivyokuwa. Bwana msikilizaji, mambo yanazidi kupamba moto. Je, ahadi anayotaka Bad Lady itatekelezwa? Je, itakuwaje kwa Nasra ambaye anaamini mabomu yake yaliyoyategesha yanakwenda kulipuka? Ni kusihi usikose kufuatilia sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 10, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mimi langu jina naitwa Anku J Simulizi. Asante kwa kunisikiliza. Bye bye.